Bunge la New Zealand limewasimamisha kwa muda wa hadi wiki tatu mbunge watatu wa jamii ya Kimaori kwa kufanya maandamano ya kitamaduni ya haka ndani ya ukumbi wa bunge wakipinga mswada tata unaodaiwa kudhoofisha haki za watu wa asili. Wabunge hao ni Rawiri Waititi, Debbie Ngarewa Park na Hannah Rawiti Maipi Chaka kutoka chama cha Te Pāti Maori. Tukio hilo lilitokea mwezi Novemba 2024 wakati wa kusomwa kwa mara ya kwanza kwa mswada wa kanuni za mkataba uliowasilishwa na chama cha ACT ukilenga kufanya mabadiliko katika namna mkataba wa Waitangi ambao msingi wa uhusiano wa kihistoria kati ya Wamaori na Uingereza unavyotafsiriwa kisheria. Katika maandamano hayo ya nadra kushuhudiwa ndani ya bunge, Maipi Crack alivunja nakala ya mswada huo na kuanza kufanya haka kwa hisia kali. Kitendo kilichoungwa mkono na wabunge wenzake wawili wazee wa Kimaori waliokuwapo ukumbini pia walijiunga kwa kuimba nyimbo za kitamaduni. Spika wa bunge Jerry Brownlee aliwaondoa mara moja na baadaye kamati ya maadili ya bunge iliidhinisha adhabu ya kuwasimamisha kushiriki shughuli za kibunge kwa muda wa hadi siku 21. Waziri wa sheria Judith Collins alisisitiza kuwa hatua hiyo haikuwa dhidi ya utamaduni wa haka bali dhidi ya matumizi yake kwa namna ya kutisha bunge. Utaratibu wa bunge lazima uheshimiwe na kila mmoja bila kujali asili yake, alisema. Hata hivyo, hatua hiyo imeibua mjadala mkubwa katika jamii, huku maelfu ya wananchi wakifanya maandamano ya haka katika miji mbalimbali kama ishara ya mshikamano na kutetea haki za watu wa asili. Kauli mbiu kama We Are The Treaty zimeenea kwenye mitandao ya kijamii zikilenga kukosoa kile kinachoonekana kuwa ni ukandamizaji wa sauti za Wamaori. Mtaalamu wa sheria wa kikatiba ya Wamaori Dr. Moana Jackson alieleza kuwa kusimamishwa kwa wabunge hao ni dalili ya ukoloni wa kisheria, akiongeza kuwa ni kosa kubwa kuwanyamazisha Wamaori kwa kutumia kanuni za kisheria. Wabunge hao wameapa kuendelea na harakati zao za kutetea haki za watu wa asili licha ya kusimamishwa. Hatukutenda kosa, tulikuwa tunatetea heshima ya mababu zetu, alisema Rawiri Waititi. Mjadala huu, mwelekeo wa mswada huo na nafasi ya watu wa asili katika mfumo wa kisiasa wa New Zealand unaendelea, huku jamii ikiendelea kujadili mipaka kati ya utamaduni, siasa na sheria. Mimi ni Joseph Mwana wa Isangura na hii ni Mediawire Express, habari fupi mahiri kwa Afrika.